Matthew 21. As from verse 1 to verse 11. Matthew 21. 1 to 11. I'll be speaking about, ama nitakuwa nikizungumza kuhusu kufunguliwa. Hilo ndilo lengo letu kula siku ya leo, ambayo ni kufunguliwa. Na najua baada ya haya maandiko kuna mtu anaenda kufunguliwa mahali katika jina la Yesu. Sema amen. Ninajua malango ambayo iliyokuwa imefungwa baada ya haya maandiko, baada ya hili neno la Mungu, mtu anaenda kufunguliwa malango katika jina la Yesu. Sema amen. Ninajua Baba aliye mbinguni anaenda kusikia kilio na anaenda kuona haja za mioyo za wana hekima na watu wote ambao tunatazama katika jina la Yesu. Aliyepata tusomea katika jina la Yesu. Kiswahili na Kiingereza. Nasoma Mathayo Mtakatifu mlango na 21 kuanzia kifungu cha kwanza hadi 11. Na nitasoma kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtamwona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, wafungueni mniletee. 3. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. 6. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwana punda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na mkutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu na Mnazareti. Huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Na neno lake Mwenyezi Mungu libarikiwe. Amen. The Bible says from the book of Matthew chapter 21 from verse 1 to 11. Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage at the mountain of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying unto them, Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, The Lord has need of them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their garments on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road.
Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna is the highest. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So the multitude say, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Blessed be the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, katika jina la Yesu, alipo ile masomo makondo kuligawa, naomba kipani nguvu zako zionekane. Na mkutano Mwokozi, rehema zako zishuke. Walio chini Mwokozi wanainuliwa. Tenda mema kutukuka jina lako kwa Kristo Yesu, naomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 6 ikiwa ni mwaka 21, nashukuru Mungu kwa namna amekuwa ni mwaminifu, kwa namna Mungu amekuwa ni msaada katikati ya maisha yetu. Ameweza kutuonekania tangia tulipoachana Jumapili iliyoisha, na tumefika mbali juu. Napiga Mungu shukrani kwa sababu ya neema zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninapotazama mahali ambapo tumesoma, nikasema ya kwamba tunazungumzia kuhusu kufunguliwa. Na unapotazama mambo mengi ndani ya dunia, kuna watu wamefungwa kwa vitu ambazo ni vitu aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wameweza kuteseka, wamehangaika na kutosha. Kuna wale ambao wamefungwa ndani ya magonjwa, hicho ni kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wale ambao wamefungwa ndani ya gereza, hicho ni kifungo. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Kuna wengine wamefungwa ndani ya mambo za kidunia, bado hawajamtambua Mungu, bado ameweza kufungiwa. Kristo Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo niko na jawabu, niko na tumaini wakati ambapo tunaenda kushare the word of God. Ndani kitabu cha Matthew, ninajua kuna mtu aliyefungwa mahali atafunguliwa katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua kuna mtu anaenda kuinuliwa. Yo. You shall never be the same again in Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliona asubuhi kwamba tukajifunza mambo fulani na tukatamka maneno fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndani ya maombi tukajua ya kwamba unapokuwa mwombezi, unapoomba, when you worship the name of the Lord, unapomsifu Baba, utukufu wa Jehova unashuka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa tujifunze kuworship Mungu kwa mioyo yetu zote. Let us worship God in truth and in spirit. Tutabarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yalikuwa ni maandiko yetu ya asubuhi in the English service. Napotazama the first reading, tukasoma Psalms 118. Na Biblia ikasema I was pushed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisukuma ili nianguke, lakini sikuweza kuanguka. Sababu gani? Mungu alikuwa ni nguvu za maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini imefika wakati kuna watu wengi wamesukumwa, watu wanataka watu wengine waanguke ndani ya shida, wanataka watu wengine wahangaike ndani ya maisha. Lakini nataka nikwambie, whenever you are pushed, remember Mungu ako mahali pale kukuongoza. Sema amen. Amen. I was pushed and I was about to fall. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But the Lord was my helper. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ole wao ambao wameweka matumainio yao, wameweka haja za mioyo zao kwa Mungu, sababu wakati ambapo adui anakushukuma hautaanguka, sababu Mungu ako pale anasimama pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nitangaze juu ya madhabahu ya Hekima PH, watu wote ambao wanafanya kupushiwa, watu wote ambao wanatengenezewa mabaraza ya mambo mabaya, hautaanguka katika jina la Yesu. Hautaanguka katika jina la Yesu. Jehova anakuwa ni mwanga wa maisha yako, aenda ongoze jamii yako. Sema amen. Amen. They pushed me to fall, but I did not fall. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiteremka chini, Biblia inasema ya kwamba the Lord is my strength.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Lord is my strength and the Lord is my defense. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When the Lord is your strength, no matter who comes on your way, the Lord shall always be your defender in Jesus' name. Nitangaze juu ya madhabahu haya, Baba wewe ni mlinzi wa maisha yako, Baba wewe ni mtetezi wa maisha yako. Hata ndani ya shida yakutetee, ndani ya shida yakuinue, ndani ya mahangaiko akuonekanie. The Lord shall always be the defender. Hallelujah. Of your life. Amen. Say amen. Amen. And I want to prophesy that may the Lord be the protector of your family. Oh yes. Tutasikia mahali. Nataka niseme juu ya madhabahu. May the Lord be the protector of your family. Amen. May the Lord be the protector of your children. May the Lord be the defender of your family. Shout a very big amen. Amen. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Lord is my strength and my defense. And lastly, He has become my salvation. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Lord has become my salvation. Ndio. I'm saved again because the Lord is now on my side. He has defended me. Now amekuwa ni nguvu zangu. He is my salvation. I want to tell somebody today, may the Lord be the salvation in your family. May the Lord be the salvation in your life. Shout a very big amen. Amen. He has been my salvation. Ndio. Siwezi anguka ndani ya dhambi tena sababu amekuwa ni mkombozi wangu. Sema amen. Amen. Na ukitaka kujua Roho alikuwa ananena kuanzia asubuhi. Hizi vitabu zote zimekuwa zimeunganishwa ndani ya kitabu cha Matthew chapter 21. Sema amen. Amen. Ndio maana nasema when you walk in spirit, when you do the work of God in spirit, remember the Lord shall always be the defender of your family and your life. Amen. Say amen. Amen. The Lord shall always be the defender in your life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ametuonyesha na ametuunganisha. Imagine 3 preachers in a day. And when you compare the sermons, I think there was the power of the Holy Spirit uniting us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati ambapo Roho anapounganisha, hata kitu kigani kije kitenganishe. Kama ni watu kufunguliwa, wanafunguliwa katika jina la Yesu. Amen. Kama ni watu kuinuliwa, wanainuliwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unapotazama haya maandiko yetu ya leo ya Matthew chapter 21, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Yesu alikuwa anakaribia, Bwana Yesu asifiwe, Jerusalem, Yes. akiwa pamoja na wanafunzi, Biblia inasema ya kwamba wakafika pia Bethfage. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipofika mahali pale, Biblia inasema ya kwamba aliweza kuzungumza na wanafunzi. He sent miongoni mwao the 2. Ndio. But now wadadisi wanasema ya kwamba wale wawili Yes. ni wale wanafunzi ambao Yesu alikuwa anawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Peter and John. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipowatuma, Biblia inasema ya kwamba akawapa maagizo. Yes. Akawapa some instructions. Akawaambia, mkaenende katika mji ulio karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I think that is now Bethfage ambao tunazungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu it was so close kwa Jerusalem. Now anawaambia, go to that city, that town that is near. Yes. Mkifika mtapata mwanapunda amefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanapunda amefungwa pamoja na mwanapunda wake. Hallelujah. Mkifika mahali pale mkamfungue, mkamuandae, na iwapo kuna mtu yeyote atawauliza ni kitu gani ambacho mnakifanya, hebu waambie ni Yesu aliyenituma. Anataka tumpelekee punda, anataka tumpelekee mwanapunda. Imefika wakati kama kanisa tusimame
are you doing? Where are you taking them? Yes. Yaani kwa njia nyingine, there is a revelation that is coming down. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumbe kuna watu ambao wanafurahia mateso ambayo wewe unapitia ndani kila wakati. Kuna watu wanapenda wakuone umevaa nguo ambazo zimeraruka. Hadi umeanza biashara hutaki waone ukiinuliwa. Wanauliza mnawapeleka wapi? Wameona umeanza kuinuliwa. Wanauliza maswali anaenda wapi? Nataka nikutangazie katika jina la Yesu. Yesu aliye mbinguni anahitaji maisha yako. Yesu aliye mbinguni anahitaji kipawa chako. Yesu aliye mbinguni anahitaji ndoa yako. Sema amen. Amen. In the name of Jesus. Mkawaulize. Watu wanauliza wanafunzi, mnapeleka hawa punda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi tunajua punda hivi? Kama unajua punda, beba tu mkono. Good. 100% tunajua punda ni nani? Punda ni nani? Na kazi ya punda ya kwanza. Ama kabla sijaenda nisiende mbio. Unapotazama punda, anza kutazama punda tu, piga tu flashback. Kule ambako uliona punda, anza kufikiria punda yule anakaa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mwanapunda, kitu cha kwanza, ngozi yake, sura yake haipendezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapotazama punda ndani ya uso, inakaa kana kwamba inataka ilie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapotazama the skin, ngozi yake ni ngozi ambayo imeparara hata haina maana. Lakini Biblia inasema Yesu akaagiza, akasema mkaenende pale mpate mwanapunda amefungwa mahali pale, mkamfungue. Nataka nikwambie, licha ya kwamba uko na sura mbaya mbele za watu, uko na sura mbaya machoni pa binadamu, lakini kumbe mbele za Jehova, kumbe mbele za Jehova, kumbe mbele za Baba unafurahisha Bwana, unapendeza. Sema amen. Amen. Hallelujah. Kumbe mbele za Mungu Bwana. Yes. Tazama mwanapunda vile ambavyo anakaa. Yes. Unapomtazama watu wakipita wanaipiga mateke, wanaidarua iende huko kwa sababu haina maana. Kumbe Yesu anaangalia vile vitu ambavyo havina maana. Kwa binadamu inakuwa ni vya maana, kwa Jehova aliyeviumba. Sema amen. Amen. Hallelujah. Mwanapunda anakaa sura mbaya. Ni mtu ambaye analala nje, kitu ambacho kinalala nje. Mtu hawezi tamani alale na punda katika nyumba yake. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii punda kazi yake ni kufanya zile kazi ngumu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao wanatoka Kitale wakati wa mavuno, punda ndiye gari la kubeba yale maiti kupeleka ndani ya store. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao wako katika zile kaunti za ukame, punda kazi yake ni kubeba mitungi mingi, inaenda kutembea ikitafuta maji. Bwana Yesu asifiwe. Imagine mwanapunda amebeba mizigo 100 ya mahindi, na tena yule mwenye mahindi amekaa juu yake, kila mara anaipiga viboko. Ile punda inatembea lakini anaipiga viboko. Kuna watu ndani ya kanisa wanapiga watu wengine mijeledi, wanapiga watu wengine viboko. Hataki aone unainuliwa, hataki aone unabarikiwa. Nikutangazia katika jina la Yesu, licha ya kwamba kuna mijeledi, Yesu anakuonekania, Yesu anakuonekania, Yesu anakuonekania. Sema amen. Amen. Licha ya kwamba kuna mijeledi. Yes. Juzi nikiwa huko Kayoni, Yes. jamaa kapita na punda, amebeba vibuyu karibu 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na zimejaa maji. Hii punda inatembea, Ndio. lakini jamaa ridhiki hii punda inatembea.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii punda inatembea. Yes. Lakini yeye anaona ni kana kwamba imesimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Punda inatembea inakimbia, lakini jamaa anaongezea viboko. Yaani kuna watu wanakuangalia wanasema jamaa hawezi songa. Lakini kutangazia Yesu aliyekuumba anahitaji na maisha yako. Atainua ndoa yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanapotazama mwanapunda lazima apate viboko. Lazima apate mijeledi. Niposa asonge vizuri venye unataka. Amen. Kuna watu wanalalia masikio, kuna watu wanafinya maisha watu wengine. Yaani wanataka waende kwa pesi jinsi ambavyo wanataka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unataka kile ambacho umekifanya hadi pia ndugu yako akifanye. Na kuna watu wengine wamekuwa ni vitu ambavyo wanatesa maisha ya watu wengine. Ukiona unapoinuliwa nataka kurudisha nyuma. Nikutangazia haitawezekana. Nasema haitawezekana. Yesu kwa upande wetu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkifika pale, mkiulizwa unapeleka. Yesu ndiye alisema hayo maneno. Mwambie Yesu anakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka nikwambie, wewe ndio wewe Pentecost. Yesu anakuhitaji katika jina la Yesu. Amen. Nasema Yesu anakuhitaji pamoja na biashara ambazo uko nazo. Amen. Jehova anakuhitaji pamoja na kazi ambayo unaifanya katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwapo umebarikiwa na kazi, Ndio. acha kuenda kwa Mungu ukisahau kazi yako nyuma. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo unapata masaibu inakuwa ni mengi, watu wanateseka, wanahangaika sababu anakimbia anaenda kanisani, lakini anapoenda kanisani badala aende kanisani akimaanisha anaenda kanisani kwa madaa, anasema kama sio mimi hawa watu hawataweza, kama sio mimi watawezi inuliwa. Nataka nikwambie imefika wakati Mungu anafungua mtu mwingine, mtu mwingine kazi ambayo unainga na akonapoteza kufanya katika jina la Yesu. Hiyo kazi ambayo unalinga nayo, nataka nikwambie, Ndio. Mungu ako na uwezo Kweli. kuinua mtu mwingine mahali kutoka mavumbini. Kweli. Afanye hiyo kazi katika jina la Yesu. Amen. Kama unaamini sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo walipoenda, Ndio. Biblia inasema ya kwamba wakaweza kufika pale na wakapata namna ambavyo walikuwa wameelezewa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baada ya kufungua yule mwanapunda, kuna watu waliwaendea. Yes. Kulingana na maandiko, wakawauliza, kwa nini mmefungua wanapunda na mnataka mwapeleke wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kitu ambacho nakipata pale ya kwamba mpendwa, yale maandiko ama yale maneno ambayo Yesu anayazungumzia, anayasema yafanyike yale maisha yako, lazima ikafanyike katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu Biblia inasema aliwatuma mara ya kwanza kwa neno. Yaani kwa njia nyingine, ndani ya maneno ambayo unayazungumza yanabeba uzito fulani katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno unayoyatamka, chunga unatamka maneno ya aina gani? Yes. Unatamka maneno ambayo imebeba uzito wa aina gani? Yes. Kuna watu wengine kazi yao ni kutamka malaana katika vitu vya watu wengine. Unatamka laana katika ndoa za watu wengine. Anatangaza hii ndoa sitaki inuliwe, nataka ipotee. Lakini nataka nikwambie kile ambacho unakipanda, kuna wakati utakivuna. Unapopanda laana, unavuna laana. Ukipanda mazuri, unavuna mazuri. Amen. Ukipanda laana, Ndio. kile ambacho unakipanda, Yes. lazima ukivune. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mimi nataka niwaombee. Ndio. Usipande mabaya. Katika jina la Yesu. Panda mazuri
ili ukayafune baadaye katika jina la Yesu. Yes. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba baada ya kupelekea Yesu yule punda, Yes. pamoja na mwanawe, imagine kuna kitu kingine cha muujiza kilifanyikia yule mwanapunda. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu ambacho kilifanyikia mwanapunda ni ya kwamba yule punda ambaye anaonekananga ni kitu bure, ni kitu ovyo, akiwezi kuwa na sauti mbele za watu. Biblia inasema ya kwamba baada ya kupelekewa Yesu, Yesu alipanda juu yake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati alipopanda juu yake, nataka nikwambia kuna vitu zilifanyika ambazo sio za kawaida. Yes. Na imefika wakati kama kanisa Katika ya kwamba vitu za Mungu zinafanyika ambazo sio za kawaida. Sema amen. Amen. Vitu ambazo si za kawaida zianza kufanyika. Amen. Sababu baada ya kupanda juu ya mwanapunda, nataka nikwambie yule binadamu, Yes, ambaye kila wakati anapiga punda mateke, anapiga punda na mawe, anapiga punda na pipe ya maji, yule binadamu aliweza kuchukua vazi lake kweli akatandika chini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka mwanapunda ni sura mbaya. Mwanapunda hana good features. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini yule binadamu aliye na good features, yule binadamu ambaye anavaa nguo mzuri za fashion, sasa amevua kikoi yake ya pesa, ametandika chini ya barabara. Wengine ambao hawana chochote wanakimbia, wanachuna matawi ya miti, wanatandika chini. Yani kwa njia nyingine, yule mwanapunda aje atembee juu yake Kwa carpet. Nataka nikwambie imefika wakati kama kanisa la Hekima PAG, wale ambao walidharau maisha yetu, wakasema ya kwamba hili kanisa haliwezi, kanisa haliwezi, imefika wakati Katika jina la Yesu waanze kuchuna matawi, watandike chini. Amen. Kanisa la Hekima lipite juu yake. Hallelujah. Sema amen. Amen. Na watafanya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watafanya. Imefika wakati waanze kuchukua mavazi yao ya bei, kwa sababu wale ambao waliweza kuenda mahali pale walikuwa wamevaa mavazi yao ya bei. Lakini kitu ambacho kilifanyika wakati mwanapunda anapokaribia, wenyewe unaondoa, wenyewe unatibua, usirudishwe na mtu yoyote. Imefika wakati maadui wa Hekima PAG waanze kujisalimisha wenyewe polepole. Katika jina la Yesu. Nasema wajisalimisha polepole. Katika jina la Yesu. Wanajileta wenyewe kwa mchungaji, wanakuja kwa madhabahu, wanasema tulifanya makosa, tusamehe katika jina la Yesu, tusamehe katika jina la Yesu. Sababu nguvu za Baba zimeteremka, zimeanza kuinua, zimeanza kutawala, zimeanza kutenda ishara. Sema amen. Katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu. Hallelujah. Na nataka nikwambie kitu. Yesu anapoingia mahali, Yes. hapawezi baki jinsi palikuwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Yesu akiingia ndani ya maisha yako, Ndio. hajatawahi baki jinsi alivyo katika jina la Yesu. Amen. Lazima kitu kipya kifanyike, ndiposa wakajua unamfanyia Mungu aliye hai. Unamfanyia Mungu aliye hai. Unapokanyaga juu ya madhabahu, Yesu anakutendea ishara. Baba anaanza kukuinua, anakusongesha hatua, anakupeleka hatua, anakutendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nguvu zake. Oh yes. Jina la Yesu. Walivua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walivua wenyewe. Amen. Wenyewe. Bila mtu kuwaambia simvue, wanapunda pita juu yake. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umedharauliwa kwa ploti. Oh yes. Umedharauliwa hata nyumbani. Ndio. Wengine wakazungumza maneno mabaya juu yako. Oh kweli.
kamejifanya kameenda Nairobi. Nataka tuone kama katabarikiwa. Sasa nikwambie, wakati ambapo wata witness na macho zao, wakiona una nyumbani polepole, unaenda nyumbani kwa prado yako polepole, una drive gari yako polepole, wanaanza kushangaa. Wanaanza kushangaa. Kitu gani kimefanyika? Kumbe ni nguvu za Baba. Zinatenda ishara. Zinaanza kubariki. Zinaanza kuinua. Zinaoneka. Sema amen. Amen. Hallelujah. Wenyewe wataanza kushangaa. Ndio. Na kitu kizuri ambacho nimekipenda ni kwamba wakati Mungu anakupa baraka, wale maadui wako wanaona na macho. Ndio. Bwana asifiwe. Ndio. Wale maadui zako wanatazama na macho. Katika jina la Yesu. Wakakudharau lazima watazame na macho. Ndio. Wakaongea mabaya lazima waone na macho. Yes. Ndiposa mtu akaimba mahali akasema, panguza macho. Panguza macho. Panguza macho ili uone mbele. Panguza macho ili uone mbele. Utacheka tena. Bwana Yesu asifiwe. Sababu umepanguza macho. Wale maadui wanapopanguza macho zao, wanapotazama mbele, wanapoona maisha yako, wanapoona unainuliwa, wanasema hakika unafanyia Mungu kazi. Mungu wako ako hai. Mungu wako anatenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Panguza macho. Ndio. Ili uone vizuri. Ndio. Sababu labda uone vizuri. Yes. Ndio maana unakanyakia wengine chini. Yes. Watoto wamefanya mtihani wako hajapita vizuri, lakini wengine amepata A-, mwingine amepata A+. Sasa wewe badala usherekee na yule ambaye amepata vizuri, wewe kazi yako unaanza kuwafanyilia. Unaenda kwa waganga, ati asisome vizuri. Unaenda kwa waganga, ati akaangamie. Nataka nikutangazia hata angamia. Sababu when you pushed me, the Lord was my strength. The Lord was my defender. Yes. Amen. And I want to decree and declare. Yes. This month of June, In the name of Jesus. this month of June, In the name of Jesus. by the prophetic power of the Lord, I prophesy in Jesus' name. May the Lord be the defender. May the Lord be your defender. Say amen. Hallelujah. This month of June, Yes. let it be a month of a difference. Amen. I say let it be a month of a difference. Yes. Umetamani kuona watoto wako wakiinuliwa. Yes. Huu mwezi wa 6 uone wakiinuliwa. Yes. Umetamani upande ndege. Hata kama ni kwenda Kisumu. Nitangaza katika jina la Yesu. Mwezi wa 6 huu lazima wakainuliwe. Lazima upande ndege. Sema amen. Amen. Umetamaka kuanzia 2017. Yo. Umetamaka kuanzia 2020. Umetamaka kuanzia January. Yes. Lakini by the prophetic power from God, I want to prophesy in your life. May the Lord provide for you. Hallelujah. Baba akupe kazi. Afungue malango ya kazi. Because of your time ushirikina nyota viondoe. Ubaki na njia penyezi. Unapopenyeza unapata kazi. Unapobisha unafunguliwa. Sema amen. In this month of June, Yes. there must be a difference. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata katika kanisa hili, Yes. we want to see change Yes. in this month of June. Hallelujah. Shout amen. Amen. Nataka tuone Mungu akiinua wapendwa katika kanisa hili. Ndio. Nataka tuone Mungu akitenda ishara vilivyopotea Baba akavirejesha katika jina la Yesu. Yes. Watu wamepoteza mali yao, Aha. wamepoteza their belongings. Na kumbe kuna mtu mahali Bwana amekanyaga miguu zake. Katika jina la Yesu. Anakanyaga, anataka tu aone maisha yako yakipotea. Lakini mwezi wa 6 unatangaza kufunguliwa. Unatangaza kufunguliwa. Unatangaza kuinuliwa. Jinsi mwanapunda alivyofunguliwa. Yesu afungue maisha yako. Yesu afungue ndoa yako. Yesu afanye
Hallelujah. This month of June, Amen. we must do things in a different way. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kama ulikuwa umezoea kuja kanisani saa 5, badilisha ukuje saa 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ulikuwa umezoea kukuja saa 4, badilisha ukuje saa 3. Kama ulikuwa unakuja saa 3, badilisha ukuje saa 2. Ukija saa 2, badilisha ukuje saa 1. Ukija saa 1, badilisha ukuje saa 12. Unaona Baba anainua wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tena ikifika Jumapili, unajihisi unasema ya kwamba Nimechoka. unajaribu kufanya hivi mkono lakini haifanyiki. Inakataa. Nataka nikutangazie mwezi wa 6. Mwezi huu wa 6. Aliyesema yote inawezekana. Yote inawezekana katika yeye anitiaye nguvu. Tutangaze katika jina la Yesu. Juu ya madhabahu haya. Shetani amefunga usikitie ndani ya nyumba. Tunatangaza Baba aliye akafungue katika jina la Yesu. Akutendee ishara. Amen. This month of June. This month. Bwana Yesu asifiwe. And we must see change. In this month of June. The name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wamekudanganya, wamekucheka. Mtu anakuambia kuja mahali fulani tukutane. Nikubaie lunch. Lakini unafika mahali pale bwana. Jamaa ameenda mitini. Jamaa patikani. Jamaa kumbe alikuwa na kuhadaa. Nataka nikwambie hata uniadae roho yangu irudi chini namna gani. Aliyesema na inuliwa na sema inuliwa katika chini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu this month lazima tufunguliwe katika jina la Yesu. Amen. And the Lord is the strength in our life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And this month let us worship God truly. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama wewe uko na kipao, Ndio. acha kuendelea kipao yako. Katika jina la Yesu. Tumia kipao chako vizuri. Ndio. You never know utakuwa unabadilisha maisha ya mtu mahali. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Sababu umetumia kipao chako nini? Vizuri. Kristo Yesu asifiwe. Hallelujah. Tutumie vipawa zetu vyema, tutabarikiwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba nikimalizia ya kwamba baada ya Yesu kumpatia yule mwanapunda, akatembea pamoja na mwana wake. Akienenda baada ya kutandika chini, Biblia inasema ya kwamba kuna wale ambao walikimbia mbele na kuna wengine walikuwa wanabaki nyuma wakiwafuata polepole. Lakini kitu kizuri, wote walikuwa wanaimba kwa wimbo moja kusema ya kwamba Hosana, Hosana. Barikiwe yule ambaye kuja kwa jina la Jehova. Imefika wakati maadui zako waanze kuimba kwa sauti moja. Waanze kuimba kwa sauti moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wasema hakika. Ainuliwe Mungu wa Musa. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa matendo mazuri aliyoyafanya, Mungu akainuliwe katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Na ukitaka kufunguliwe mbele. Ndio. Ukitaka kufanya nini? Funguliwe. Ni lazima uamini ndani ya Mungu. Believe in Jesus. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If you want to be released, if you want to be untied, Yes. ukitaka ukafunguliwe, Yes. mwaminie Yesu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaminie nani? Yes. Number 2, kubali kufunguliwa. Ndio. Sababu kuna watu wengine vichwa ngumu, unajaribu, unatumia mbinu hii lakini hataki kusaidika. Ndio. Mkristo mzuri wakati unasikia sauti ya Baba ikigonga ndani yako, wewe kubali Baba akufanyie jinsi ambavyo anataka mwenyewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are in the hands of God. Yes. And the Lord is the potter of our life. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When the Lord is the potter in your life, nataka nikwambie, Ndio. lazima mbingu zikabadilika katika jina la Yesu. Yes. Kwa sababu he will mold you kwa chombo ambacho anakihitaji mwenyewe. Ndio. Sema amen. Amen. Si Yesu atubariki. Amen. Si Yesu akutende mema. Amen.
And remember lastly, have faith. Kuwa na imani. Kweli. Tukapo tutafunguliwa katika jina la Yesu. Oh yeah. Kuwa na imani. Huu mwezi wa 6. Oh kweli. Mimi lazima nikainuliwe katika jina la Yesu. Lazima nikabarikiwe mwezi huu. Amen. Sitaki mwezi huu upite. Oh yeah. Kabla sitabarikiwa. If you believe in that, and if you trust in God, I want to tell you for free, the Lord, Jehovah, shall deliver you in Jesus' name. Simama tubariki. Yesu atuinde. Amen. Simama utetee maisha yako. Amen. Simama akufungue maisha yako. Oh yeah. Simama afungue ndoa yako. Ndio. Watu wametamani kuolea, watoto wametamani kuolea wajukuu. Wamefika na umri wa kuolea wajukuu, lakini wataweza sababu shetani amefunga zile ndoa za wana wao. Tutangaze ndani ya mwezi wa 6. Kuna watu wanapata ndoa za amani. Kuna watu wanapata watoto. Wanaanza kulea watoto katika jina la Yesu. Kweli. Lazima tulee wajukuu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tulee wajukuu. Hii mwezi wa 6. Ndio. Waliofika umri ya nimesema waliofika nini? Umri. Usijilazimisha kuitwa shosho. Bwana Yesu asifiwe. Waliofika umri. Ndio. Na watangazia mpate mlee vijukuu katika jina la Yesu. Kweli. Na kama bado peleka mambo pole pole. Pole pole. Peleka mambo pole pole. There is time for everything. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wako kuwa shosho ikifika. Nataka nikwambie hata ukuwe na nywele ya black na muda gani. Hata uwe na nywele ya white kichwa mzima. Ndio. Ikifika ni wakati kuitwa shosho. Yes. Utaitwa katika jina la Yesu. Amen. Hata uwepe. Sababu kuna wengine wanaepa. Anapaka unga kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nataka nikwambie Mungu anaweza mambo yote. Katika jina la Yesu. Tuseme amen. Amen. Sema amen. Amen. Si Baba kubariki. Amen. Si Baba wewe ni mlinzi wa maisha yako. Amen. Mwezi wa 6 iwe ni mwezi wa tofauti. Amen. Iwe ni mwezi wa kuinuliwa. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yesu akubariki. Ndio. Uwe na mwezi wa amani. Ndio. Uwe na mwezi wa baraka. Amen. Kila ambacho hujawahi kikula katika maisha yako. Oh yes. Na kama ni kitu kizuri. Oh. Na kuombea mwezi wa 6 isiishe kama utakikula katika jina la Yesu. Oh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu wetu nani? Ni Mungu wa ajabu. Na anatenda mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Na hafananishwi na binadamu. Si Baba atubariki. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu. Kweli. Ema